والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. Vitendo vyenu nyinyi wanafiki kama vitendo vya wale ambao waliokuwepo kabla yenu. Kanu ashadda minhum quwwa, walikuwa ni wabora zaidi kuliko nyinyi wa nguvu. Wa akthara amwala, na ni wingi zaidi kuliko nyinyi wa mali. Wa auladan, na ni wingi zaidi kuliko nyinyi wa watoto. Fastamta'u bi khilaqihim, basi wakastarehe kwa sehemu yao waliopewa katika hii dunia. Fastamta'tum bi khilaqikum, basi na nyinyi mmestarehe kwa sehemu yenu mliopewa katika hii dunia. Kama stamta'a alladhina min qablikum, kama walivyostarehe wale ambao waliokuwa kabla yenu, bi khilaqihim, wa fungu lao waliopewa. Wa khudtum kalladhi khadu, na mmezama nyinyi katika maovu kama vile ambavyo walivyozama wale ambao waliokuwa kabla yenu. Ulaika habitat a'maluhum fi dunya, hao ndio ambao yamebatilika, zimepomoka amali zao katika maisha ya dunia, wal akhirah, na maisha ya akhirah. Wa ulaika humul khasirun, na hao vile vile ni wenye kupata hasara. Inna af'alakum ma'ashara al-mushrikin, hakika vitendo vyenu enyi jamii ya washirikina, min al-istihza, katika kuicheza shere dini, wal kufr, na kumkufuru Allah tabarak wa taala, ka af'ali al-umam as-sabiqa. Vitendo hivi ni kama vitendo vya nyuma zilizopita huko nyuma, allati kanat ala janib min al-quwwati wal mal wal aulad, ambao walikuwa katika upande wa nguvu na mali na watoto. Ashaddu minkum, walikuwa na nguvu zaidi kuliko nyinyi. Fatma'anu ila alhayati dunya, wakatumai na maisha ya dunia. Watamatta'u bima fiha min alhudud walmaladhat, na wakastarehe kwa yale yaliyomo katika hiyo dunia, katika mafungu waliopewa, walmaladhat, na vile vitu vitamu. Fastamta'tum ayyuha almunafiquna binasibikum min ash-shahawati, na mkastarehe enyi wanafiki mafungu lenu mliopewa katika matamanio yenye kumalizika. Kastimta'i alladhina min qablikum, kama kustarehe kwa wale ambao walikuwa kabla yenu. Bihududhihim alfaniya, kwa nafasi zao, kwa mafungu yao yenye kutoweka. Wa khudtum bilkadhibi ala Allah, na mmezama nyinyi katika uongo kumsingizia Allah. Ka khawdi tilka al-umam qabla, kama vile kuzama nyuma zilizokufa kabla yenu. Ulaika almawsufuna bihadhihi alakhlaq, hao ambao ni wenye kusifiwa na tabia hizi. Humul ladhina dhahabat hasanatuhum fi dunya wal akhirah, ni wale ambao yameondoka na mema yao hapa duniani na kesho akhira. Ulaika humul khasiruna biba'ihim na'im alkhair au na'im alakhirah bihududihim min ad-dunya. Kalladhina min qablikum, qala nasima, yani vitendo vyenu ni wanafiki ni kama vitendo vya wale ambao waliokuwa kabla yenu. Kanu ashadda minkum quwwa, walikuwa wana nguvu zaidi kuliko nyinyi. Wa akthara amwalan, na wana mali nyingi zaidi kuliko nyinyi. Wa auladan, na wana watoto wengi kuliko nyinyi. Maana kwamba upande wa nguvu walikuwa na nguvu, upande wa mali walikuwa ni watu wenye mali za kutosha, upande wa watoto sisi. Fastamta'u bi khilaqihi, basi wakastarehe katika hii maisha, katika maisha ya dunia. Bi khalaqihim, kwa sababu au kwa fungu lao waliopewa, kwa nafasi yao waliopewa. Fastamta'tum bi khalaqikum, na nyinyi mkastarehe kwa nafasi yenu mliopewa hapa duniani. Kama stamta'a alladhina min qablikum, kama walivyostarehe wale ambao waliokuwepo kabla yenu. Bi khalaqihim, kwa nafasi yao, kwa fungu lao waliopewa hapa duniani. Wa khudtum kalladhi khadu, na mkazama katika maovu.
na mkaingilia katika maovu, kalladhi khadu, kama vile ambavyo walivyozama wale ambao walikuwa kabla yao. Ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, hao ndio zimebatilika amali zao hapa duniani na kesho akhira. Wa ulaika humul khasirun, hao ndio wenye kupata hasara. Alam yatihim naba'u alladhina min qablihim, hivi haijawajilia wao habari ya wale ambao waliokuwa kabla yao, qaumi nuhin wa adin wa thamud, jamaa wa Nuh na watu wa Adi na watu wa Thamud, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan, na watu wa Ibrahim na watu wa Madyan. Na watu wa Madyan mtume wao ni Shuaib, qaumu Shuaib. Wal mu'tafikat, na vile vijiji vyenye kupenduliwa ambao ni watu wa Luthi. Atatuhum rusuluhum bil bayinat, walijua wao na wajumbe wao, walijua wao na mitume wao, bil bayinat, kwa hoja zilizokuwa wazi wazi. Fama kana Allah liyadhlima, bas hakuwa Allah ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa nafsi zao ni wenye kudhulumu. Bado Allah tabaraka wa taala anafanyia tadhkiri wanafiki, anafanyia tadhkiri wanafiki. Alam yati haulai almunafiqina khabaru alladhina madaw, hivi haijawajilia hawa wanafiki habari wale ambao waliopita, min qaumi Nuh, kutokana na jamaa wa Nuh, wa qabilati Adi wa qabilati Thamud, na kabila la Adi na kabila la Thamud, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan, na watu wa Ibrahim na watu wa Madyan, watu wa Shuaib, wa qaumi Lut na watu wa Lut. Indama jaahum almursaluna bilwahyi, zamani walipojiliwa wao na wajumbe kwa wahyi wa ayati llahi, na walipojiwa na aya za Allah, fakadhabuhu, wakadhibisha mitume. Faanzala Allahu bihaulai jamia adhaba, Allah akateremsha kwa hawa wote, akateremsha adhabu yake, intiqaman minhum li su'i amali, kwa ajili ya kuwalipiza kisasi kwa kuwatesa wao kwa sababu ule ubaya wa matendo yao. Fama kana Allahu liyadhlimahum, bas haitakikani kwa Allah kuwadhulumu hao, walakin kanu hum dhalimin, lakini hawakuwachakuwa wao wenyewe kudhulumu nafsi. Alam yatikum naba'u alladhina min qablikum, hivi haijawajilia wao habari. Neno naba'u manake ni khabarun muhimun, kama alivyosema wale Hudhud, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, na mmekujia Suleiman kutoka katika mji wa Saba ambao uko Yaman, binaba'in yaqin, kwa habari iliyo na yaqini, kwa habari muhimu ambayo ina sawa. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablihim, hivi haijawajilia wao habari ya wale ambao walikuwa kabla yao, qaumi Nuh, watu wa Nuh. Na habari watu hawa, habari za watu hawa ni pale alipomuasi Allah akawaangamiza, alipeleka adhabu kwa watu hawa. Wa Adi, na vile vile na kabila la Adi, wa Thamud, na vile vile kabila la Thamud. Adi hili ni kabila, mtume anaitwa nani? Naam, Hud. Wa ila Thamud akhahum Hud, wa ila Adi akhahum Huda. Allah nasema, na tuliwapelekea kabila la Adi ndugu yao Hud. Wa Thamud, na watu wa Thamud tumeona nani huyu? Salih. Wa ila Thamud akhahum Salih, na vile vile tuliwapelekea watu wa Thamud ndugu yao nani? Salih. Sawa. Wa qaumi Ibrahim, na watu wa Ibrahim, wa ashabi Madyan, na watu wa Madyan, wa hum qaum Shuaib, hao ni watu wa Shuaib. Wal mu'tafikat, na vile vijiji vyenye kupenduka. Wal mu'tafikat ni vijiji vyenye kupenduka. Sawa, hawa ni watu wa Lut. Allah tabaraka wa taala ardhi hii aliing'oa kupitia malaika wake watukufu, akaipeleka masafa ya mbali, masafa ya angani, alafu akaigeuza akafinika namna hii. Ikawa ni historia watu ambao waliishi katika maeneo yale waliangamizwa kwa sababu ya uovu wao mkubwa walikuwa wakiufanya.
vitendo vya liwati, ambavyo vitendo hivi sasa ndio vimeenea tena, waona ni vitendo vya kawaida sana. Liwati kama madhambi makubwa sana, madhambi makubwa sana katika madhambi ambayo yameharamishwa na kukataza na Uislamu. Jamani, tuko sawa? Atatuhum rusuluhum bilbayinat, walijua wao na wajumbe wao kwa hoja zilizokuwa waziwazi, bilbarahin walhujaj. Fama kana Allah liyadhlimahum, bas haitakikani Allah kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa nafsi zao wadhulumu. Walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao maana ni marafiki wao kwa wao, ndio ba'dhuhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki, maana wanapendana kwa ajili ya Allah, wananusuriana kwa ajili ya Allah. Na hivi ndivyo kwa Uislamu fi ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume. Somo liko kwa hivyo, walmu'minuna walmu'minat, wale waislamu wa kiume na waislamu wa kike, ba'dhuhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni wapenzi wa baadhi nyingine, maana ni marafiki wa baadhi nyingine. Yaamuruna bil ma'ruf, wanawaamrisha watu matendo mema, wayanhauna 'anil munkar, na wanawakataza watu mabaya, wayuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, na wanaidumisha swala na wanatoa zaka, wayuti'una Allah wa rasula, na wanamtii Allah na mtume wake. Ulaika sayarhamuhumullah, hawe atawarehemu wao Allah. Inna Allah azizun hakim, hakika Allah ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma katika mambo yake. Walmu'minuna walmu'minat biayati billahi wa rasulihi, wale waumini wa kiume na waumini wa kike wenye kumwamini Allah na mtume wake. Ba'dhuhum ansaru ba'd, baadhi yao ni wenye kuwanusuru baadhi ya wengine. Yaamuruna an-nasa bil iman, wanaamrisha watu kumwamini Allah, wal amal as-salih, wal amal as-salih, matendo mema. Wayanhaunahum 'anil kufri wal ma'asi, na vile vile wakiwakataza watu wacha kumkufuru Allah na kumwasi Allah. Sawa. Wayuadduna az-zakata wayuadduna as-salata, na wanaitekeleza swala, wayu'tuna az-zakata, na kutoa zaka. Wayuti'una Allah wa rasulahu, na wanamtii Allah na mtume wake. Wayatanahawna amma nuhu an, na wanajikataza kuepukana na yale ambao waliokatazwa. Ulaika sayarhamuhum Allah, hao Allah atawarehemu. Fayunqidhuhum min adhabihi wa yudkhiluhum jannati, na atawaokoa yeye Allah kutokana na adhabu yake na ataingiza katika pepo yake. Inna Allah azizun fi mulkihi hakimun fi tashri'iyatihi wa ahkamihi. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat, amewapakiaga Allah waumini wa kiume na waumini wa kike jannati, wapa ahadi ya pepo, tajri min tahtiha al-anhar, kupita chini yake aina za mito mbalimbali, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya maji ambayo yasiyovunda, maji yasiyoharibika. Sasa kichwa kidogo chako cha maji ukikeka mahali tu ndani siku mbili tano yameshavurugika, maji yameshaharibika. Ni maji ghairi asid, mto wa tembo, anakuja tembo safi tu, lakini tembo wenyewe halimleweshi wala nini, yote ni mito. Na sio kama ni kijimto tu, labda kijimto tu, mto wa maana, kwa sababu sio katika maji yake. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Wa masakina tayyiba, na vile vile na majumba. Allah amewaahidi waumini kupata majumba yaliyo mazuri, fi jannat adn, katika pepo yenye ukazi wa milele. Wa ridwanun min Allah akbar, na radhi za Allah ni kubwa zaidi. Dhalika huwa al-fawz al-azim, na huko ndio kufuzu ulikokuwa kubwa kabisa. Ay wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati billahi wa rasulihi, Allah amewaahidi waumini wa kiume na waumini wa kike wenye kumwamini Allah na mtume wake jannat, amewaahidi mabustani, tajri min tahtiha al-anhar, kupita chini yake mito, makithina fi abada, hali ya kukaa humo milele. Maana nyumba za peponi zitakuwa ni nyumba za magorofa. Imekuja katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu,
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna fil jannati la ghurafa, hakika katika pepo la ghurafa kuna majigorofa, kuna majumba makubwa, yura batinuha yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, manake alikuwa ndani anaona nje na alikuwa nje anaona ndani. Maana haya ni majumba vioo. Sawa, Abu Musa akamuuliza Mtume, limani hiya ya Rasulullah, majumba haya ni ya kina nani Mtume wa Allah ambao tukaingia majumba hayo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza akasema liman alana al-kalam, ule ambaye atakilainisha maneno yake. Talyin al-kalam manake kuna kuzungumza mwenzako, unazungumza maneno mazuri, huna maneno magumu. Al-kalimatu at-tayyiba sadaqa, neno zuri kumwambia ndugu yako ni sadaqa. Wazungumza vizuri na wenzako, muamala na shirika zako ni mzuri. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, kama qala sallallahu alayhi wasallam. So muamala ni mgumu, kila unafanya muamala nao wagombana naye. Liman alana al-kalam, sawa. Mtu wa pili ni nani? Wa at'ama at-ta'am, na vile vile yule mwenye kulisha chakula. Waamua tu siku pika wali, pika mchele wako wa kutosha tu, watu walika sasa, anapiga mchele mara siku akosea tija birhani. Sawa, afanye tu hizi kusudi watuita sisi piga biriani. Sio mbaya siku moja pia ukipika ugali na maharage, sio mbaya pia, sehemu pia hii. Sawa. Alafu mtu mwingine wasema wabata lillahi qa'iman wan nas niyam, na yule ambaye anasimama usiku akaswali na hali ya kuwa watu wamelala. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Watu wa aina tatu tena na majumba haya ambao Allah tabarak wa taala anazungumza. Khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Wa masakina tayyiba, na majumba yalikuwa mazuri. Fi jannat adn, katika mabustani, katika pepo ya ukazi wa milele. Yani yule alikokwenda huko hatotoka. Fi jannat iqamati, katika mabustani ya ukazi wa milele. Wa ridwanun min Allah akbar, na radhi zitoka kwa Allah ni kubwa zaidi. Yani mtu kule kupata radhi za Allah ni makubwa zaidi kuliko hata ile kuambia kwamba Allah amewaridhia, kama vile Allah alivyowachomozea watu waliohudhuria vita vya Badr, walioshuhudia vita vile na wakapigana. Aliwachungulia alafu akawaita ya ahla al-Badr, sawa, qad ghafartu lakum, nimewasameni ninyi, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo. Maana yule Hatib ibn Abi Balta, tukio alilofanya katika ule mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam kuifungia Makka kwa 10, tukio gumu sana, kutuasiri ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia washirikina, kaandika barua kwa yule mwanamke. Tukio hili kama alifanya mimi na wewe ungeona. Mpaka Umar ibn Khattab akasema, ya Rasulullah, da'ni adrib unqa, hebu niwache mimi nimkate shingo yake. Tunasema mwache, annahu shahida badran, huyu kashuhudia vita vya Badr, mwache, na Allah kamsamehe. Dhalika huwa alfawz alazim, na huko ndio kufaulu kulikokuwa kubwa kabisa. Ya ayuha nabiy jahid alkuffara walmunafiqin, ewe nabii jahid alkuffara, pigana jihadi na makafiri, والمنافقين ونافق واغلظ عليهم، na wafanyie uzito wao. Wamaawahum jahannam, na makazi yao ni jahannam. Wa bi'sal masir, ubaya wa marejeo ni hiyo jahannam. Yani mahsusu wa bi'sa ameondoshwa kwa sababu anafahamika tu, kama vile Allah tabarak wa taala aliposema ni'mal 'abd innahu awwab. Sawa, bimaana ni'mal 'abd Ayyub inatambulika pale, wanakuta mahsusu wa neema ameondoshwa, biannahu ma'rufan wa mashhura, sababu anatambulika. Ya ayuha nabii, ewe nabii, ewe mtukufu wa daraja,
jahidi al-kuffara wal-munafiqin. Pigana jihadi na makafiri na wanafiki bisayfi, makafiri pigana jihadi kwa upanga, walmunafiqina wanafiq billisani walhujja, kwa kupambana nao kwa ndimi na hujja. Sawa, waghaludh alaihim, na wafanyie uzito wao. Kila alfariqain, makundi yote mawili. Wa ma'awahum jahannam, na mafikizio yao ni motoni jahannam. Wa bi'sal masir, na ubaya marejeo ni hiyo jahannam. Yahalifuna billahi ma qalu, wataapa kwa jina la Allah, hawakusema maneno haya, kwamba hawakusema maneno mabaya kumwambia mtume na Waislamu. Walaqad qalu kalimata al-kufr, na wallahi hakika wamesema neno la ukafiri. Wakafaru ba'da islamihim, na wamekufuru baada ya kusilimu kwao. Wahammu bima lam yanalu, na wakadhamiria lile ambalo wasilolipata, wakilidhamiria. Wama naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli, na wala hawakuchukia isipokuwa vile alivyowatajirisha yeye Allah, alivyowatajirisha wao Allah na mtume wake, min fadlihi, kutokana na ubora wake. Fa in yatubu yakun khairan lahum, na kama watarejea itakuwa ni bora kwa wao. Wa in yatawallaw, na kama wakikengeuka. Wa in yatawallaw, na kama watapanyongo, yu'adhibuhum Allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah, atawaadhibu wao Allah adhabu aliman, yenye kutia uchungu hapa duniani na kesho akhira. Wama lahum fil ard, na wala hawana wao katika hii ardhi min wali, mwenye kuwalinda, wala nasir, wala waliyunusuru. Hawa ni wanafiki ambao baada ya kusema ni maneno yao ya ukafiri na maneno ya istihza, kuwafanyia istihzai sawasawa mtume wa Allah, kama tulivyozungumza katika darasa yetu ya jana kusana sababu nuzuli kuteremka ile aya ile, qul qalu innama madha yaqulu Allah tabaraka wa taala, wala in sa'altahum fala yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sawa, nilitoa sababu nuzuli ya hii aya na maneno aliyozungumza wanafiki, maneno mabaya, lakini walivyoulizwa kwa sababu hawakusema kama nasema kweli, hakukubali. Yahalifuna billahi, wataapa hawa wanafiki kwa jina la Allah. Ma qalu, hawakusema, wanasema neno hili. Ma qalu shay'an, kwamba hawajasema chochote kitakaambacho kinachomuhuzunisha mtume na Waislamu. Walaqad qalu kalimata al-kufr, na wallahi hakika wamesema maneno ya ukafiri kabisa, matamko ya ukafiri waliyasema. Wartaddu biha al-islam, wakafaru ba'da islamihim, na wakakufuru baada ya kusilimu kwao. Hili ndio maneno Allah pale alipoambia la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wahammu bima lam yanalu, na wakadhamiria, wakakusudia kwa lile ambalo wasilolipata. Lile ambalo walidhamiria ni kumfanyia madhara na kumdhuru mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia hawakulipata. Wama naqamu, na wala hawakuchukia wao, illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli, isipokuwa vile alivyowatajirisha na kuwapa uwezo Allah na mtume wake kutokana na fadhila zake. Namna hiyo ndio maana sasa kufanyaje, wakajisahau. Ndio ile pale innal insana yatagha an ra'ahu istaghna, sio tayeb. Fa in yatubu yaku khairan lahum, na kama watatubu na kurejea itakuwa ni bora kwa wao. Wa in yatawallaw, na kama watapanyongo na wakapuuza, yu'adhibuhum Allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah, atawaadhibu wao Allah adhabu yenye kutia uchungu fi dunya wal akhirah, hapa duniani na kesho akhirah. Wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, na wala hawana wao katika hii ardhi min waliyyin, yule mwenye kuwalinda, wala nasir, wala yule mwenye kuwanusuru. Wa minhum, kuna katika wanafiki, yani wa min fuqara'i almunafiqin,
Na kuna katika wale mafakiri wa kinafiki, man ahada Allah, ambao waliumpa ahadi Allah. Ahadi yenyewe ni hiyo, la in atana min fadli, tunaapa kama atatupa sisi Allah kutokana na fadhila zake, yani kutokana na riziki yake. Sasa kwa sababu ni fadhili pia inakuja maana riziki, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, sio? Naam, fadla bikana maana riziki. Lanasaddaqanna, tutatoa sadaka sisi, wala nakunanna min as-salihin, na tutakuwa sisi ni katika wale watu wema. Imekaa hadi hivi. Wa minhum, kuna katika wanafiki, ay wa min fuqara'i al-munafiqin, na katika wale mafaqid, na katika wale mafakiri wa kinafiki, man ahada Allah, kuna wale ambao waliompa ahadi Allah, ay man yaqta' al-ahd ala nafsi, kuna yule ambaye alikuwa akikata ahadi juu ya nafsi yake. La in atana min fadli, kama atatupa sisi Allah min fadlihi, kutokana na fadla yake, maana kutokana na mali aliyokuwa nayo Allah katutumikia sisi, lanasaddaqanna, tutatoa sadaka sisi, wala nakunanna min as-salihin, na tutakuwa sisi ni katika wale wenye kufanya wema. Ay la in a'tahu Allahu al-mala, kama atampa yeye mali, la yasaddaqanna minhu, atatoa sadaka yeye, wala ya'malanna ma ya'malu as-salihuna fi amwali, na watafanya wao kama wanaofanya wale watu wema katika mali zao. Wala yasiranna fi tariqi as-salah, na watakwenda wao katika njia iliyokuwa nzuri. Falamma atahum min fadlihi, zamani alipowapa wao Allah min fadlihi, kutokana na fadhila zake na kutokana na mali yake, bakhilu bihi, walifanya ubakhili kwa mali hiyo, watawallau, na wakakengeuka, wa hum mu'ridun, na hali ya kuwa ni wenye kupanyonga. Ewa, ikawa hivi sasa mtu wakuta kama hana shilingi mfukoni, kila kati basi azunguka tuko msikitini, atoke msikitini, astaghfiru nyingi, astaghfirullah, la ilaha illa Allah, subhana al-malik al-quddus, atkari zote lazima zae. Maana kuna fakiri mmoja siku moja alikuwa aomba msikitini, hana hela ta dola, sawa, ya Rabbi naomba nifanyie pesa japo shilingi 500 tu, nikanunua robo ya dola, ama 500 tu ya Rabbi. Yana afika pale amomba Allah 500, maana kwa mbona mshindwa kuomba vitu kwa 500. Sasa mbele kuna mtu mmoja naye anatafakari, kwa yule bwana ana pesa sana. Sasa bwana kutafakari zake mwenyewe kuomba Mola wake huko, bwana akasema kama 500 yule bwana akagoga tu mimi pala akapashinda tana kama bwana tunataka kuna nini, tupige fuja hapa msikitini. Bwana, lakini mtu kama yule Allah tabaraka wa akimfanyishia kumpa hii, unataka kubadilika, anajisahaulisha nikotoka, sababu wale walikuwa na pesa katika hii jamii tuliokuwa nao, asilimia kubwa walikuwa ni wanyanja kama sisi, ana lot, lakini akishatumikiwa kidogo tu basi salamu pia kuja atuni. Tusijisaulishe jamani, kila mmoja anajua alikotoka, kwa sababu jamani, bali insana ala nafsihi basira. Aya ni kaida madhubuti sana kwa wale wenye kujisahaulisha, ndio kaida yao. Kuna mtu atakufanya vitu kana kwamba hajui kinachoendelea, sawa. Tayeb, falamma atahum min fadlihi, zamani alipowapa wao kutokana na ubora wake Allah, wana kutokana na fadhila zake, bakhilu bihi, walifanya ubakhili kwa ubora huo, watawallau, na wakakengeuka, wa hum mu'ridun, na hali ya kuwa ni wenye kupanyonga. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubi, bas ikawa mwisho wao ni unafiki katika nyoyo zao.
aqabahum nifaqan fi qulubihim, basi ikawa mwisho wao ni unafiki katika nyoyo zao tu, ila yaumi yalqawnahu, mpaka ile siku watakapokutana na Bwana wao. Bima akhlafu Allah ma wa'aduhu, kwa vile ambavyo walivyomkhalifu Allah kwa yale ambao waliomwahidi. Wa bima kanu yakdhibun, na kwa sababu vile walivyokuwa wao wakisema uongo. Nao ndio wanafiki, wanakhalifu ahadi, wanasema uongo. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayatul munafiqi thalathatun. Jamani, tuko sawa? Faaqabahum nifaqan fi qulubihim, bas ukawa mwisho wao ni unafiki katika nyoyo zao. Manake fakana jazau sani'ihi, manake ikawa mwisho wa kitendo chao hichi. Wa aqibatuhum, na mwisho wao anzadahum nifaqan ala nifaqihim, ni kule Allah kuwazidishia wao nafiki juu ya wanafiki wao. Ila yaumi yalqawna, mpaka siku watakapokutana nao, mpaka siku watakapokutana na Bwana wao. Wa bima akhlafu Allah ma wa'aduhu, na kwa sababu vile walivyomkhalifu Allah kwa yale aliyomwahidi, manake yale ambao walimwahidi Allah kwa khalifu. Wa bima kanu yakdhibun, na kwa sababu vile walivyokuwa wakisema uongo. Alam ya'lamu, hivi hawajui hawa wanafiki, anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum, kwamba Allah anajua siri zao na minongono yao wanaonong'ona paka ilikuwa ijua. Wa anna Allah allamul ghuyub, na kwamba Allah ni mjuzi kwa yale yaliyojificha. Allah anayajua. Utamkimbia wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Alimun bidhati sudur. Alam ya'lam, hivi hawajui haulai almunafiqun, hawa wanafiq, anna Allah ya'lamu sirrahum, Allah anajua siri zao, fi anfusihim, zilizomo katika nafsi zao Allah anajua. Wama yatahaddathuna bihi fi majalisihim, na yale wanayozungumza katika vikao yao, nakide wanajuahum, na minongono yao wanaonongozana. Sawa, Allah anajua. Min alkaidi walmakri, wa anna Allah allamul ghuyub, na Allah ni mjuzi kwa yale yaliyojificha. Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, na wale ambao wanawabeza wale wenye kufanya wema katika waumini, fi sadaqati, katika kutoa sadaqa. Kwa sababu kuna mtu mmoja mwenyewe alitoa sadaka yake, watu watoa sadaka zao, watu watoa masadaka yao, unaona, toa mali zao. Kuna mmoja mwenyewe akaja na pishi yake ya tende, pishi mwenyewe akaitoa, wanafika akaanza kumcheka. Angalau jamaa ana pishi yake, Allah anashika pishi yako wewe moja bwana, sasa pishi yako moja inaenda. Yaani kama vile mtu mwenyewe kutoka mchanga wa msikitini, watu watoa shilingi 10,000, wengine wanaweka 50 hapo, wengine wanaweka laki. Kwa mtu mmoja mwenyewe aje na shilingi 50 yake, aiweka pale papa, alafu aje tokea mtu mmoja tu amkedei. Sasa hivi msije chako ndio kufanya nini? Hata Luka kinunue hichi, kuna Luka shilingi 50. Si maneno mazuri, haya maneno ya kinafu, si maneno ya Kiislamu, sio maneno mazuri. Wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, ma hii ni am, ni katika zile alfadhi al-umum, inaenea vyote, sababu ni shartia, na asma'u shart tufidu al-umum. Kiwe ni kidogo au ni kingi, kitoe kwa ajili ya Allah. Unaweza kutoa kingi, lakini kama utoe kwa ikhlas, kama bado chochote, na ukatoa kidogo lakini ukakitoa kwa ikhlas na ukapata. Sawa? Sababu kinachozingatiwa ni kile ikhlas, unatoa kwa ajili ya nani? Watu wakuone, au unatoa kwa ajili ya Allah? Walladhina la yajiduna illa juhda, na wale ambao hawapati wao isipokuwa ule uwezo wao waliokuwa nao. Fayaskharuna minhu, wanawadherewa, yani wanafiki wanawadherewa hawa watu hao. Sakhira Allahu minhum, atawalipa wao Allah dhereu zao. Walahum adhabun alim, na watapata wao adhabu yenye kutia uchungu. Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat, wale ambao wanaowabeza, wanaowatia aibu, wale wenye kujitolea, wale wenye kufanya wema, min almu'minin, katika waumini, fi sadaqat, katika kutoa sadaqa.
kuna watu wanawabeza na kuwakebei. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, na wale ambao hawana uwezo, hawajapata isipokuwa ule uwezo wao waliokuwa nacho. Mtu anatoa kadiri ya uwezo wake ni huu. Jamani, tuko sawa? Walladhina la yajiduna illa juhdahum, hawa tusiwadharau. Na wale ambao hawajapata isipokuwa uwezo wao, kile walichokuwa nacho ni kidogo, ndio uwezo wao huo. Pia kile tutakuwa tuchukue na tuombee dua. Siweze kuzungumza maneno mengine. Wewe wacha watu waanze kwa maneno mabaya. Kuna watu hapa wanashinda 50 akata shilingi 200 tu. Kwani 200 sio hela? Alikwambia 200 sio hela nani? Sio uwezo wake alikuwa nao hiyo. Mbona tutakubali? Fayaskharuna minhum, wala wadharau wao, manako wanawafanyia dharau. Sakhira Allahu minhum, atawalipa wao Allah kwa dharau zao. Walahum adhabun alim, na watapata wao adhabu yenye kutia uchungu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.